ya referee kwa namna kubwa alikuwa anaonekana ameegemea upande mmoja, na ndio maana watu wengi, sio kwamba sisi ni washabiki wa KMC, lakini ni washabiki wa mpira mzuri. Kilichokuwa tunakiangalia sisi, tulikuwa tunaangalia namna ambavyo alikuwa anachezesha. Hakuwa fair kwa asilimia kubwa sana kwa upande wa KMC. Matukio mengi ambayo wameyafanya Singida Black Stars, lakini maamuzi yake yalikuwa yanawabana KMC. Kuna faulo imefanyika kubwa mbaya sana hapa, lakini hakutoa kadi yoyote ya njano. Kuna faulo ya kawaida sana imefanyika kule, akaenda akamwazimu mchezaji wa KMC kadi ya njano. Tukiangalia, ndio maana watu tulikuwa tuna shout refa, sio kwa maana kwamba ni mashabiki sana kidakidaki wa KMC, lakini ni wapenda soka ambao ni safi. Wewe unajuaje wakati si mtaalamu wa soka? Ni mtaalamu wa soka, kwa sababu mimi ni mfuatiliaji mzuri wa mpira wa miguu na sheria za mpira tunazifahamu. Kwa hiyo ndio maana tunajua sheria, tunajua namna ambavyo timu inakuwa imebebwa au haijabebwa, kwa sababu referee alikuwa ameegemea upande mmoja. TFF fanyeje kuhusiana na uamuzi wake? Uamuzi wa namna hii, nadhani TFF siwezi kuipangia ifanye nini, lakini najua sheria za kuwafanya waamuzi wanaochezesha kwa staili hiyo. Chama cha waamuzi pia wana viongozi wao, wana wenyekiti wao, nadhani wataenda kukaa, watajadili namna ambavyo alipoendesha mechi ya leo. Nimeangalia kwa jicho ambalo kiukweli ukiangalia muamuzi hakuwa sahihi katika baadhi ya sheria kuzitafsiri vyema. Ukija ukiangalia hata goli ambalo wamefungwa KMC, tutasema ni goli la offside ambayo ilikuwa ya wazi kabisa. Lakini muamuzi kutokana na yale kutafsiri sheria akawapa Singida goli. Lakini ukija ukiangalia hata penalty ambayo alitoa, nayo ilikuwa sio penalty halali. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa upande wa KMC, matokeo wakashindwa kupata Singida ile penalty. Kwa mazingira haya ya waamuzi wengi wa Tanzania kulalamikiwa, nini kauli yako labda kwa TFF, lakini kwa chama pia cha waamuzi? Mimi nadhani chama cha waamuzi kina kazi kubwa ya kufanya pamoja na shirikisho. Ni kwamba inabidi hata hizi mechi ambazo hazionyeshwi basi waweke jicho la karibu zaidi ili kuweza kuangalia basi michezo hiyo inachezwa kwa haki, hata kama mtu anashinda ashinde kwa haki. Kwa hiyo ipo kazi ya kufanya kwa shirikisho na chama cha waamuzi. Licha ya kuwepo kwa changamoto za mashabiki wakilalamikia waamuzi katika mechi ile iliyopigwa hapa kwa Raha Tanzanite, lakini nimepata kuzungumza na baadhi ya makocha wa timu zote mbili, nikianza na Kali Ongara akizungumzia hali halisi ya mchezo jinsi ulivyokuwa. Sina la kusema, tumetolewa, tutajipanga na ligi kuu. Nadhani timu yangu leo imecheza vizuri sana, lakini vitu ambavyo havikuwa mkononi mwetu ndio vimetukosa, lakini napenda kuwapongeza wachezaji wangu, wamepambana, tumekuwa na plan yetu, wamefuata exactly plan to plan na wamecheza vizuri sana. Mashabiki wengi wanasema refa baada ya goli lile na hadi dakika 90. Kauli zao unaziangaliaje? Nazisikia kama wewe ulivyosema, lakini ndio kazi yetu. Kuna vitu hatuwezi kuongea, ndio tunachukua hii, tutajifunza, tutaendelea. Tangu mwanzo mmeonekana mcheza slow sana na mmekosa karibu mara mbili hivi. Tatizo liko wapi? Kwangu sio tatizo tu hatukupata nafasi kuweka mpira kwenye wavu. Uwanja lazima uwanja umeloa, una maji, kwa hiyo ni mzito, ni kama matope, kwa hiyo hauwezi ukapata tempo ile mchezo unaotaka. Tumejifunza kitu muhimu, we move on. Mnakwenda kwenye ligi sasa, mnarudi kwenye ligi. Mmejiandaaje hasa kuhakikisha kwamba labda hamrudi kwenye rangi ya njano? Nadhani ilikuwa kipimo, mechi nzuri kwetu kujiandaa na ligi. Kwa nadhani tunapata mazoezi mazuri sana kuielewa timu yetu zaidi, tukajiandaa kwenye ligi. Hata hivyo mtazamaji, baada ya kuzungumza na kocha wa timu ya KMC Kiguna njia kwa kocha wa Singida Black Stars David Ouma, lakini baada ya hapo naye mchezaji Ismail Mpaki alizawadiwa shilingi takriban $500 kuwa man of the match, naye akanena. Yeah, of course, kitu cha kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo. Nataka kupea wachezaji wangu kongole kwa kuweza kujituma zaidi katika hili mechi. Ukumbuke wakati nilikabidhiwa timu baada ya kudraw na Kagera nyumbani, tulienda kucheza na KMC Dar es Salaam. So tuliweza kupoteza kwa mabao mawili dhidi ya KMC katika league.
However, ilinifundisha mambo mengi zaidi, na leo tunapatana na KMC katika cup match, CRDB Federation Cup, which tulijua threats ambazo KMC wako nazo, tulijua advantages ambazo walikuwa nazo last game, kwa sababu last game walikuwa very aggressive to my players there. So leo ukiangalia kidogo tuli increase intensity ya mechi, so intensity ya mechi ilikuwa juu, and that's why nitakupa wachezaji wangu kongole kwa sababu wamestahimili mechi vizuri na wakakubali zile markings za KMC 1 against 1. Fantastic play from Rupia na kuweza kupata bao la kwanza. So katika tournament ukipata bao moja una close match, so tumetaka close match na vijana wangu wamefaulu kufanya yale, kwa sababu hiyo ndio mpangilio. Kitu muhimu sana katika cup matches ni kusonga mbele. Mechi ijayo katika mashindano haya mnatupa ahadi gani sasa? Yeah, of course kitu muhimu pia nataka kushukuru wana Fountain Gate, wamekuja hapa wamesupport timu letu kwa uzuri zaidi, na ni mizo kubwa sana kwa mashabiki wetu wazidi kushangilia wachezaji wetu, kwa sababu wakati huu mimi kama coach niko na confidence na wachezaji wetu wote kwa zile approach ambazo tunaleta kwa kila mechi. So kitu muhimu ni kuwa ukumbuke katika msimu ulivyoanza Singida Black Stars walieka kutaka kupata ile CAF ticket. Okay, hii CRDB Cup iko na possibility unaweza pata ile CAF ticket. So ni moja ya malengo yetu. So ndio uweze kupata hiyo CAF ticket, kila mtu anajua unafaa ufanye nini katika CRDB Cup. So kwa hayo tunataka kushukuru wachezaji wangu kuweza kuchukua hatua next. So ni kila hatua tunalichukua kwa umakini ili tuweze kufika ile malengo yetu ya msimu huu. Malengo yenu ni yapi hasa katika FA? Kupata CAF ticket. Na tunakwenda sasa tarehe 2 mnakutana na timu ya Simba Sports Club. Mnawaeleza nini? Tarehe 2 wanakutana Fountain Gate hapa. Lakini bado mna mechi mkononi ya Simba Sports Club. Kwa ujumla wake katika mechi zilizobaki mnawaambia nini mashabiki wenu? Nafikiria sasa hizo wachezaji wangu wameshanielewa mbinu nataka kutumia katika kila mechi. Kila mechi ni tofauti. Wakati huu tutazidi kustep up muhimu. Kitu muhimu nataka kuona timu letu linacheza mpira ambayo imekomaa, kwa sababu hiyo ndio azimio yetu kama Singida Black Stars. Kwa wakati huu nafurahia sana kama kocha, kwa sababu nimeleta balance katika timu. Balance na maanisha kuwa niko na confidence na wachezaji wangu wote. Kwa hivyo kwa haya mechi ambazo ziko hapa mbele, nafikiria utaona timu tofauti zaidi jinsi ambavyo unaona sasa hivi. Unamueleza nini sasa kocha Fountain Gate Kenya mwenzako? Football is football, finish. Msimu ujao. Kwa upande wetu kama wachezaji tunajisikia vibaya, lakini ndo football. Tutahakikisha tunajipanga msimu unaokuja tutafanya vizuri sana. Mmekosea wapi? Hamna tulipokosea, ni makosa tu baadhi wenzetu wameweza kuyatumia hivyo. Mnawaambia nini wafanyakazi wa halmashauri zote? Kikubwa wasituchoke, tunaendelea kupambana. Tutahakikisha msimu unaokuja tutafanya vizuri zaidi. Lakini mwenendo wa ligi unakuwa mnasuasua tofauti na msimu uliopita. Tatizo liko wapi? Ni maslahi au shida wapi? Hamna tatizo, ni upepo tu mbaya. Sisi tunaamini tutakuwa vizuri zaidi na tutafanya vizuri katika mechi zilizobaki. Mechi ilikuwa ngumu kwa sababu mpinzani tumekutana naye ni wa ligi kama sisi tunaocheza. Kwa hiyo tumepambana, tumetengeneza nafasi, wenzetu wamepata nafasi moja wametumia, ndio imeweza kuamua mchezo. Kwa hiyo mashindano yalikuwa mazuri, tutajipanga msimu ujao. Tatizo liko wapi? Kulikuwa hamna tatizo, ni nafasi tumetengeneza tujatumia, wenzetu wametengeneza wametumia. Mpira siku zote ni mchezo wa nafasi, ili uweze kuwini lazima utumie nafasi. Mashabiki wamekuwa wakilalamikia ile goli mliofungwa. Ninyi wenyewe mliofungwa mmepokeaje matokeo? Sisi lazima tuyapokee kwa sababu mchezo wa mpira refari ndo mwamuzi, kwa sababu refari kashasema lile goli, sio hatuwezi kusema sio goli. Kwa hiyo tumekubaliana ni goli na ndio maana tumetoka. Lakini kwa shingo upande. Hapana, ni goli kwa sababu refari ameshaliruhusu. Tuwezi kukataa. Mnarudi kwenye ligi, lakini hali yenyewe ya ligi ni ya kuchechemea. Mnatupa matumaini gani hasa kwa wafanyakazi wa halmashauri? Ligi bado, kwa sababu ukiangalia ligi yenyewe tumeachana pointi ndogo ndogo. Kwa mtu ukishinda mchezo mmoja, ukishinda michezo miwili unatoka sehemu unakopo unaenda juu. Kwa ligi bado na michezo 7, tuendelea kupambana, naamini kwenye malengo yetu tutafika. Mlivyocheza msimu huu si mlivyocheza msimu uliopita. Msimu huu umeonekana kidogo mnasuasua. Tatizo liko wapi hasa? Hapana, yani kwenye ligi kuna kipindi mtashinda, kuna kipindi mtapoteza. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa ligi. Kuna kipindi sisi tumeshinda mechi 3, kuna kipindi tumepoteza mechi 3. Kwa hiyo ndio hivyo, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kutoka katika uwanja huu wa Tanzania Chikwara hapa mjini Babati mkoani Manyara, uwanja ambapo takribani wiki 2-3 hizi utakuwa na kimuhemuhe cha
timu mbalimbali zilizoomba kucheza katika uwanja huu hapa mjini Babati mkoani Manyara. Charles Masanyika, Mdudu Online TV.